FGTV. Nilitoka home nikienda town, sikuja kusaka ndugu ese. Yes, harakati za mtaa ndizo ambazo zinaendelea kutufanya tupite nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kuendelea kuyafahamu yale yote mazuri kutoka mtaani kupitia programu yetu ya mitaa yetu. Hii ni mitaa yetu ya FGTV na mimi ni Kiepo Benedicto. Leo tuko hapa Miyuji kwa mzee mmoja maarufu kupata yale yote ya mtaani. Yes, safari ya kuyasaka yale ambayo yapo mitaani leo imefika kwa mzee Kidevu. Hivyo ndivyo ambavyo anafahamika katika maeneo haya ya Miyuji, maeneo ya Mwatano. Tunafahamika kama mzee Kidevu, lakini hapa tutakwenda kuzungumza naye mambo mengi sana, akishare na sisi namna ambavyo mitaa jinsi ilivyo na harakati pia za maisha. Unajua wanasema mtu mzima ni mtu ambaye amekula chumvi nyingi sana, na sio idadi kwa maana ya ujazo, kwa maana ya uzoefu wa siku ambazo aliweza kuishi duniani. Ninaye mzee wangu hapa, atajitambulisha jina lake, halafu tutakwenda kuyapata yale mazuri ambayo yapo kwake juu ya mitaa yetu. Mzee wangu, heshima yako. Asante sana ndugu mtangazaji. Mtazamaji wakati huu anapenda kukufahamu, unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa, jina maarufu analojua sana ni Kidevu, lakini jina langu hasa naitwa Jonathan E. Kamera. Ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro. Yes, sasa kutoka Jonathan mpaka mzee Kidevu. Hii mzee Kidevu ilikuja kujaje? Mzee Kidevu nilikuwa na mandevu mwanzoni kule, ndio jina ile likatawala katika biashara zangu. Wakazoea kuniita mzee Kidevu kwa sababu kutoka na ndevu nilizokuwa nazo nyingi. Ndevu nyingi sana. Kiasi ambacho ndio aliniteulia hilo jina. Kwa hilo jina ni maarufu sana katika mtaa yote ya mkoa wa Dodoma. Sawa, kutoka Kilimanjaro mpaka Dodoma, kuamua kuishi Dodoma na kufanya shughuli zako Dodoma, mpaka umri unaenda umekukuta Dodoma. Unaweza ukashare na sisi ilikuwaje kutoka Kilimanjaro mpaka kuja hapa Dodoma? Hizo ni changamoto za maisha. Maana kutoka kule Kilimanjaro nilikuja tu kutafuta chochote ili niweze kujiwezesha mwenyewe na maisha yangu. Kwa hiyo nilipotoka Kilimanjaro nilikuja moja kwa moja mpaka mji mpya Dodoma. Nikakaa mji mpya na wasela wenzangu, tunafanya kazi zetu za ujenzi mara hivi na mambo mengi tulipitia, njia nyingi tulipitia kutafuta maisha kweli. Lakini nilipotoka pale mji mpya ndio nikaja nikahamia mnadani Dodoma. Mnada wa zamani, mnada mpya. Kwa mnada mpya pale palikuwa na wazazi wangu, nilikaa nao vizuri. Nikawa nafanya kazi ya kuchinja, kununua ng'ombe na kuchinja. Kwa hiyo ile jina maarufu sana lilipatikana katika uchinjaji, mzee Kidevu. Mzee Kidevu nilikuwa ndio mzee ambaye mwenye uwezo wa kununua ng'ombe na kuchinja kwa gharama zangu, pesa zangu mwenyewe. Okay. Sawa, hiyo ilikuwa ni miaka gani hiyo wakati unatoka Kilimanjaro kuja Dodoma? Ilikuwa ni mwaka 78. 78. Wakati huo ukiwa kijana mwenye nguvu. Kijana mshupavu sana mwenye nguvu ya kutosha. Okay. Sawa. Kabla hujaja hapa Dodoma, Kilimanjaro ulikuwa na maisha gani? Labda ulikuwa unajishughulisha na nini? Kilimanjaro kweli sikuwa na kazi yote, nilikuwa nasoma. Nilikuwa nasoma. Nimesoma Makerere sekondari pale. Nikaishia darasa la 4 za zamani. Basi nilipoishia pale basi sikuangalia tena kuendelea na masomo, nikaja Dodoma. Kitu gani ambacho kilikufanya usiendelee na masomo? Labda ulishindwa kufanya vizuri kwenye masomo au ukaona hizi harakati za kusoma kama zitakuchelewesha? Hapana, sio harakati yale zilikuwa zinanichelewesha. Ni kwamba wakati mimi nasoma nilikuwa kama niko peke yangu, sina msaada. Alafu mzazi wangu yuko Dodoma huko, kaja kaa na wanawake wengine. Akamwacha mamangu. Kwa hiyo mamangu akawa hana uwezo wote. Kwa hiyo lazima uende shule ujishughulishe na kupata riziki. Unaweza kwenda shule na njaa ukarudi tena na njaa. Kwa hiyo maisha yalikuwa ni magumu, tight sana maisha. Ndio maana nikaamua kuja kumfuata mzee huko. Baada ya kumaliza darasa la 4. Okay. Sasa umenipa kitu kikubwa sana hapa kwamba baadaye ukaona ngoja utoke uende ukapambane. Bila shaka ulipotoka Kilimanjaro ulimwacha mama Kilimanjaro. Sasa ulikuja hapa Dodoma. Ilikuwaje wakati huo? Pengine hata mawasiliano kwa njia ya simu ilikuwa shida. Mama alikuwa anapataje huduma ambazo wewe unapambania huko mjini? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba wakati ule kulikuwa na magari yanaenda mkoa Kilimanjaro yanaitwa mabasi ya railway.
yale mabasi ya railway wakati mwingine unakuta wanaosafiri wa kule nyumbani kwetu. Kwa hiyo kwa tunajuana naye hapa Dodoma, naweza kumpa chochote akapeleka nyumbani kwa mama yangu. Kwa hiyo ilikuwa sio kitu cha taabu sana. Sawa, unajua vijana wengi kwa sasa wakisafiri kutoka huko ambako wametoka, mara nyingi huwa wanasahau hata kutuma huduma kwa wazazi wetu kule vijijini. Unajua wazazi wetu pia wanafahamu, japo tunapata kidogo, lakini ukimwambia na kidogo hiko anaweza akakuelewa. Na wakati huo unaendelea na hizo harakati, labda kulikuwa na familia, ni kwa maana ya mke, au wakati ulikuwa hata bado hujawaza kabisa miaka hiyo ya 70? Nilikuwa sijawaza kuwa, wala silikuwa sina mtoto wala mke. Ndio maana ilikuwa rahisi kwako kupiga mitikasi. Mitikasi ilikuwa ni mingi kwa kutaka kweli. Nikamshukuru Mungu kwa kweli, nilikuwa najiwekezea mwenyewe, nikifanikiwa naweka. Sio mimi siwezi kufanya kazi ya kihuni wala aina yote wala pombe wala nini. Ni kazi tu, nikipata 1000 naificha, nikipata naiweka, mpaka masala nilipata hela mpaka nikajenga nyumba kule nyumbani kwa mamangu. Mwaka 80 nilijenga nyumba ya room 2 na sebule. Kuna kitu kikubwa sana umekiongea hapa. Sasa unajua vijana sasa wanakimbilia kujenga ukweni. Ukipata tu binti mjini hapa akimtikisa kidogo, anakimbilia ukweni kwenda kujenga. Mimi sikufanya hivyo. Mimi ya kwanza kabisa nyumba yangu nilijenga Moshi kabisa kijijini kwetu. Nikamjengea mama, nikaiacha pale nyumba. Na mbuzi anazo na kuku nikamwachia, ndio nikaja Dodoma mimi. Sawa, umeniambia Dodoma ulivyokuja shughuli yako kubwa ilikuwa ni kufanya kazi ya bucha. Ulikuwa unachinja. Ulikuwa unafanya kazi ya mtu au ilikuwa ni biashara yako wewe mwenyewe? Hiyo ni biashara yangu mimi mwenyewe. Nilikuwa nanunua ng'ombe kwa uaminifu niliokuwa nao. Baada ya watu kuniamini na wakaona mnapofanya kazi kwa bidii, wananipa ng'ombe, nenda kachinje, utaniletea hela yangu. Utaniletea hela yangu keshi. Tunakubaliana ni bei fulani. Nikishapiga ile biashara, kwa sababu nilikuwa nimeshajulikana sana, ni mtatarikaji, wananikabidhi ng'ombe hata kama ni kipindi kile ng'ombe ya 50 60, chapu unapata hela, unawalipa tena na wanakupa nyingine kwa wale wagaragaji au wale matajiri ng'ombe. Sasa kwa miaka hiyo labda kwa mfano mteja akakupa ng'ombe mkubwa, kwa hiyo ulikuwa unatengeneza shilingi ngapi na yeye unampa shilingi ngapi? Kama kanipa ng'ombe wa 150,000, mimi naweza nikapata 160,000 au na 70,000. Na nyama nikawa nimeshatoa ya kwangu ya kula. Wale napata faida. Napata faida kwa sababu mimi nilikuwa na wateja wengi kwenye mahoteli. Wanakuja mimi na wagongea nyama bei ile tuliyokubaliana. Kwa hiyo pesa zinapatikana za kwake kama nusu saa au lisaa lizima ameshapata hela zake. Na mimi nabaki na faida. Sawa. Kutoka Mnadani mpaka hapa Mwatano, hapa Dodoma, labda ilikuwa kwaje ulipotoka Mnadani kuja hapa? Ni baada ya kufanya biashara ya ng'ombe, nikajenga nyumba yangu. Nilipojenga nyumba yangu Mnadani pale, ndio nikaoa. Nilipooa nikaona sasa siwezi kukaa tu eneo moja tu hilo liweze kukizi maisha yangu. Ndio nikamwacha mke wangu na watoto pale Mnadani, ndio nikaja nikanunua huku. Ili eneo kwa linaonekana lina ukubwa mkubwa sana. Miaka hiyo ulinunua shilingi ngapi? Miaka hiyo ile eneo lilikuwa ni kubwa kwa kutaka kweli. Nilinunua 60,000. 60,000 hizi za Kitanzania. Za Tanzania. 60,000 alafu sio kulipa kwa mara moja. Unalipa kwa awamu. Nilipa 10,000 mpaka zifika 60. Ilikuwa ni mwaka gani? Hapa nilinunua mwaka 93. Sawa, kutoka miaka 80 ukiwa unatoka pale Mnadani. Kwa hiyo kabla hujahamia hapa, ulikuwa ushajaribu kutafuta maisha sehemu nyingine, labda nje ya nchi, sehemu nyingine yoyote? Nilijaribu maisha, nilikaa sana Kenya. Sehemu moja inaitwa Mombasa. Mji wa Mombasa nimekaa pale pale Mwembe Tayari. Nikawa nafanya biashara ya samaki. Lakini biashara ya samaki ile ikawa sasa Wajaluo ndio wametawala sana ile biashara. Hata mimi kweli nikawa wananipiga vita, lakini nikapambana nao hivyo nikapata kiela changu kidogo, nikaona niachane na ile biashara, nikajifunza kazi ya kushona viatu.
Kwa hiyo nikashona viatu nikawa na napata hela yangu kwenye biashara ile ya viatu ya nashona. Nikawa na rafiki yangu Muhindi. Akawa ananiwekea zile pesa ile faida nikipata nampa Muhindi ananiwekea. Ndio Muhindi yule akishaniwekea kama siku nina shida ananipa kidogo. Nikatunza hapo. Sawa. Labda wakati huo ulishaacha mke huko Tanzania, si ndio? Wakati huo kule Kenya nilikuwa sina mke. Huko Tanzania uliacha mke? Huko Tanzania niliacha mke. Ilikuchukua miaka mingapi kutoka umemwacha mpaka kurudi kukutana naye? Kama miezi 3 tu, sikukaa sana. Sikukaa muda mrefu. Miezi 3 michache sana. Kuna kitu kilishindikana? Kilishindikana kweli, kwa kugumu. Na unajua tena ile ni nchi ya Kenya, ile Wajaluo wanasumbua sana watu na wale wa Kikuyu. Kwa hiyo tulisumbuana tu hivyo, lakini sio mbaya sana. Nilipata hapo kiela changu nikarudi Tanzania. Miezi 3 ulitengeneza shilingi ngapi Kenya? Miezi 3 Kenya nyingi. Nilipata kama 30,000 ya Kenya. 30,000 nilipata. Pesa nzuri sana. Pesa nzuri sana nilipata 30. Kuja huku hiyo pesa bila shaka ilikusaidia kufanya baadhi ya vitu. Nilisaidia sana kufanya baadhi ya vitu. Kulikuwa na mdogo wangu alikuwa anasoma. Kwa hiyo nilimsaidia sana kwenye ile pesa zangu nilizopata. Akasoma mpaka akamaliza shule. Basi akanifuata na mimi huko. Akanifuata huko Dodoma. Yuko hapo mnadani kwetu hapo. Mnada wa zamani. Kwa akatoka Kilimanjaro akaja kuja kunifuata mimi. Kanifuata mimi, basi nikamwonyesha stadi za maisha, tufanye hivi na hivi. Naye akajiunga kwenye kunisaidia kuchinja. Basi naye akapata mtaji wake, naye akajiendeleza na endeleza mwenyewe. Kwa ulipotoka Kenya ukarudia tena biashara yako ya kuchinja? Nikarudia biashara yangu ya kuchinja, sikuacha. Maana ndio ilinipa mtaji mkubwa. Sawa, labda unaweza umefanya biashara ya ng'ombe bila shaka kwa namna ambavyo umetusimulia. Unaweza ukatuambia kitu gani ambacho unakikumbuka kwamba kilikupa hasara sana kwenye biashara yako na akiwezi kutoka katika akili yako? Mimi kilichonipa hasara sana katika akili yangu mimi, ambacho kimenipa hasara siwezi kusahau ni kwamba mimi nilipopata mtaji mkubwa kidogo, nikawa naenda vijijini kununua ng'ombe. Naponunua zile ng'ombe kuna wagogo wanazijua majina yao. Sasa mimi nilikuwa naangalia tu kwamba hii ni ya kike ya kiume, lakini kule kwenye minada hiyo ni maporini sana, ni maporini. Kwa hiyo ng'ombe akikimbia huwezi kujua utaendaje huko, na ukienda kule unakutana na wengine wanazidi kumsogeza ule mfugo. Kwa hiyo hicho kitu kilinikosti kweli, pesa zangu zilipotea nyingi kwa sababu nilikuwa nanunua zinakimbia huko porini, na kule porini siwezi kwenda peke yangu, naogopa. Basi wakawa wanachiswaga wanaenda nazo. Kwa hiyo mtaji pale ulivurujika sana. Walikuwa wametoa majina maalum kwa ng'ombe wao. Sasa kwani usingekuwa unaulizia majina yao kwanza kabla hujanunua? Unajua tena mambo yale unaanza kwenda hata na rafiki yako anakuambia hii ng'ombe imenenepa. Hii ng'ombe ni nzuri, ukinunua unaweza kuichinja kupata faida. Lakini kumbe anaweza akakudanganya tu, ng'ombe zako zikawa zinapotea. Kwani zikipotea yeye anakuwa na hasara gani? Imekimbia. Sasa mimi kukimbia maporini huko ni mbali, ni mapori, alafu kuna wanyama wakali huko porini. Kwa hiyo sikuweza kufuatilia, basi nikawa naacha. Tunasema ng'ombe yangu imeenda huko, akasema bwana hiyo uifuatilie au uje kesho uje uifuatilie. Sasa kesho mimi naweza kufunga msafara hapa niende mpaka huko midada ya mbali. Sawa, labda katika harakati pia za kutafuta maisha, kitu gani ambacho unadhani ulikikosea sana kwenye maisha yako? Na pengine kama ungekifanya kwa usahihi, pengine ungekuwa na maisha ya tofauti kwa sasa. Kwa kutaka ukweli mimi naweza kusema hakuna nilichokikosea sana, kwa sababu kama ni watu wangu wote nimewasomesha, wako vizuri. Na mamangu yuko vizuri, na mke wangu yuko vizuri. Labda uniambie mahali nilikuja kukosea kidogo. Ni baada ya kununua gari. Uliwahi kununua gari? Nilinunua gari. Aina gani? Aina ya 504. Sasa nadhani ulikosea. Nilikosea kwa sababu gani? Kumbe gari inabidi uende na mtu aangalie injini yake kama iko vizuri, iko kwenye standard.
lakini gari ilikuja kunisumbua baada ya kuinunua na somba nayo nyama, lakini ikawa injini yake haina nguvu, ilishatanuka zile sehemu zake za kuwekea piston ilishatanuka. Kwa hiyo ilinikosti sana, kwa sababu gari nilinunua 1,500,000. Ilikuwa mwaka gani gari 1,500,000? Ilikuwa mwaka ya 2001. 2001. 1,500,000 2001. Kumbe magari yamekuwa na bei hivi karibuni tu. Yamekuwa na bei hivi karibuni tu, alikuwa rahisi sana. Kwa ile gari lilinitesa sana mpaka nikawa mwili umekuwa mdhaifu. Nikaja ngaliuza 90,000. Lakini at least kutoka 150,000 hadi kwenye 90,000 sio mbaya, lakini sio mbaya. hata faida lilikupa. Lilinipa kwa kweli, lilinipa. Yes, unajua haya kwenye mihangaiko ya maisha na michakato ya maisha bwana, kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvipitia pia. Mzee amenifundisha kitu. Unapokwenda kununua kitu pia hakikisha unapata mtaalamu ambaye anaweza kukusaidia kuweza kupata kitu ambacho kiko bora. Lakini wewe ambaye unahisi mtaalamu ataweza kukupiga changa la macho, mwisho siku unaweza ukapata hasara kubwa kama ambavyo mzee wangu ameweza kusema. Mzee, katika umri wako bila shaka pia na harakati nyingi ambazo umezizungumza umewahi kupitia. Bila shaka pia hauna experience ya kupita nchi zaidi ya Tanzania na Kenya kama ambavyo umesema hapa awali? Hapana, mimi sijawahi kwenda nchi nyingine zaidi ya hiyo. Mimi nimekaa tu Kenya na Tanzania. Sawa. Labda unavyoangalia mwenendo wa maisha wa vijana kwa sasa na wewe namna ambavyo unapambana kwenye haso zako, unaona vijana wa sasa kama wanakaza kweli kwenye harakati? Vijana sasa hivi bana sio. Vijana ndio maana nakuta kijana kabisa ana miaka 20 lakini amezeeka kuliko mimi. Sababu za msingi ni kwamba hataji kujituma. Kazi yake ni kuomba. Nikamwambia pesa hawaombagi, wanaomba kazi. Pesa huwezi kuomba pesa ukapewa, unaomba kazi. Sasa mtu anaamka asubuhi, anategemea mamake na babake, na wakati ana miaka karibu 30 au 25. Unategemea kula kwa mamako, ukale kwa mamako, hataji kufanya kazi. Kazi ngumu hawataki. Kwa hiyo kazi yao ni vijiweni kwenda kunywa pombe na bangi, ndicho kitu kinachowakosti hawa vijana. Hataji kufanya kazi ya kujituma. Nadhani hii generation kwa nini imekuwa hivi? Imekuwa ni na uvivu wa kutokupenda kazi. Ni vijana hawataji kujituma kwa sababu wanategemea wazazi wao, kama baba zao wazazi wao wana mali, wakitegemea kwamba wao watarisi. Sasa hawaendagi hivyo. Hata kama ni kurisi unaweza kuarisi, lakini sasa ujue kutafuta na wewe uongezee, sio urisi tu unaongezea, ili nini inakuwa ni historia kwako. Babangu mimi aliniachia na cha kwangu mwenyewe hichi hapa nilichopambana. Sasa ulichopambana. Kwa hiyo unaonekana kama ni mzigo kwa baba au kwa wazazi. Sawa, tumemsikia mzee Kidevu anasema pesa huwa waombe, ila unaomba kazi ili kusaidia kupata pesa. Kwa unaweza kuondoka na hiko kitu, usiombe pesa, omba kazi ambayo itakusaidia kupata pesa. Yes, sasa tumalize na mzee Kidevu baada ya kutupa mengi ya maisha ambayo tumeweza kuyasikia kutoka kwake kwenye harakati zake za kutafuta. Neno la kumshauri kijana wa kileo ambaye bado anapambana na anahangaika kwenye kutafutaji. Vijana wote na washauri kwamba wajaribu kujituma. Kuna kazi nyingi sasa hivi, kuna ajira ziko nyingi. Hata kama sio ajira kwa ajili ya serikalini, kuna kazi za aina nyingi ziko mkoa wa Dodoma. Kuna kazi za ujenzi, kuna uwanja wa ndege, kuna viwanda vimefunguliwa vingi. Waombe kazi, wakutane na wale wakubwa wa kazini pale, watapata kazi. Huwezi kwenda tu hivi ukose kazi. Lakini kama utakaa tu nyumbani end time huko tu kwenye kijiwe, huwezi kupata mtu akukuelimisha pale, maana yule mjini hana ujanja wa aina yote, ndio maana kakaa kijiweni. Na ukienda kukaa naye pale naonekana kwamba ni yule. Lakini tembea zunguka na watu ambao wanayejielewa, huwezi kukosa kazi. Sawa, nilitaka kusahau jambo la muhimu sana. Ofisi na chata yako Kidevu Center Shop. Hii ofisi ni ya kwako na lini ulianza kuifungua? Hii ofisi kweli, ofisi hii ilikuwa nilifungua mwaka 2027 na 17. Ndio nilipoifungua. Na unajishughulisha na nini? Zaidi mimi kweli, kwa sababu kweli vitu vyangu mimi ni vitu vichakavu. Zaidi mimi nanunua mabaskeli, nanunua maringi na vitu, yani vifaa vya mabomba
vifaa vya umeme. Yani ni mchanganyiko, hakuna kitu maalum. Kwa hiyo mimi napata riziki kupitia vitu vya aina mbalimbali. Vitu chakavu. Yes, sawa. Tumemsikia Mzee Kidevu, kwa umri wake pengine angekata tamaa ya kupambana, lakini bado anapambana kupitia biashara yake kutoka hapa Mwatano, maeneo ya Miuji hapa Dodoma. Tumemsikia mengi sana ameshare na sisi kupitia mitaa yetu, na ndio mitaa ambayo watu wamekuwa na namna ambavyo wanaendelea kupambana na maisha. Story ya Mzee Kidevu ikatufanya tukapata kuelewa maisha ni mapambano na yapaswi kukoma hivi, yapaswi kukoma leo wala kesho. Mimi ni Kiepa Benedicto, na hii ni mitaa yetu ya FJTV. Asante. ATV. Nilitoka home nikienda town, sikuja kusaka ndugu ese.